Na taarifa kutoka Pwani zinaarifu kwamba mwanamume mmoja katika eneo la Freetown, kaunti ya Mombasa, analilia haki baada ya kupigwa risasi na maafisa wa polisi miezi miwili iliyopita. Omar Ali anadai kwamba masaibu yake yalianza alipolazimishwa kutia saini stakabadhi kuonyesha kwamba alikuwa amekubali kuondoa kesi na maafisa hao walompiga risasi walipokuwa wakishika doria katika eneo hilo mwezi Oktoba. Anasema juhudi zake za kutafuta haki na kuripoti polisi pia zimegonga mwamba, kama anavyoeleza mwanahabari wetu Francis Mtalaki. Ndiyo makovu ya risasi aliyosalia nayo Omar Ali anapoingia nyumbani kwake. Omar Ali ni mwenye mawazo na machungu tele, akidai maafisa wa polisi waliokuwa wakishika doria mtaani Freetown walimpiga risasi kwenye paja la mkono wa kulia tarehe 15 Oktoba. Nikaenda dukani. Nilipofika pale dukani, mateja wanapigana na polisi. Polisi wanapiga zile baruti za juu. Polisi akakasirika, akawa anarusha tena risasi zenyewe. Bahati mbaya ile risasi ikamkosa teja, ikakuja kwangu. Nikaanguka pale. Omar anadai kuwa licha ya maafisa hao kumpeleka hospitali ya Makadara na kugharamia matibabu kwa mwezi mmoja, mwezi Novemba waliamuru kuondolewa kwake na kumregesha nyumbani anakouguza majeraha. Anadai alilazimishwa kutia saini makubaliano. Wakili huyu ankuja, tia saini hapa. Naambia saini ya nini? Simu ningoje mwanzo niite watu wangu. Wakanambia kwani uko na watu wewe? Watu nsini hawa ambao nimeenda nao. Yule polisi alikuwa nka hapa, akaanza kushika mkono wangu, bonyeza kwenye hii mabati hapa, abonyeza kwenye makaratasi. Kama amenizulumu. Tangu hapo Omar anadai amekuwa akitafuta haki, ikiwemo kuripoti kisa hicho kwa polisi bila ya mafanikio. Shilingi 50,000 walizowacha anasema hazitoshi hata kugharamia matibabu yake. Ni hii chuma huku haijafunguliwa na umshono pia nao sijaenda kufunguliwa. Miezi 6 kweli nyinyi mtakuja munichukue munipeleke kule hospitali nifunguliwe umshono, alafu nikae tena baada ya miaka 2 ikiisha muje munichukue nkapasuliwe tena, nishonwe tena, mpasuliwe ntolewe ile chuma. Na hiyo 50,000 yao ndo mimi naendelea kununua madawa mpaka sasa nimebaki na shilingi 10,019 na bado nikele kununua madawa. Kwa zaidi ya miezi miwili jamaa huyo amesalia katika makazi yake. Kazi au kibarua ambayo amekuwa akifanya hakipo tena, na sasa analia haki, akitaka serikali kuingilia kati. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Freetown, Kaunti Mombasa.